Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd. Baada ya kumaliza kuelezea kuhusiana na sharti za yale matamko ya ndoa, tunaendelea na somo letu la ifahamu sheria ya ndoa, na leo tunazungumzia kipengele muhimu ambacho muallif rahimahullah amekiita nikahul hurri lil amati wa aksihi, uhalali wa mtu ambaye siye mtumwa kumuoa mtu ambaye ni mtumwa. Utumwa ni jambo ambalo lilikuwepo na kupatikana kwake katika Uislamu. Tunafundishwa ni kwamba utumwa ulikuwa unapatikana aghlabia kwa njia moja, ambayo ni njia ya vita. Kwa maana wanapopigana kundi A na kundi B, wale mateka wanaokamatwa na moja katika kundi hilo, hao ndio wanakuwa watumwa. Sasa hawa watumwa katika Uislamu wana sheria zao na wana utaratibu wao, na hii ni kuonesha namna gani Uislamu uliwapa thamani na Uislamu ulisimamia hilo katika kuhakikisha utumwa unapotea. Na ndio maana katika mafundisho ya Uislamu tunaona kwamba kuna kheri kubwa na thawabu kubwa anazipata mtu ambaye atakayeacha huru mtumwa. Hii yote ilikuwa ni namna ya kuweza kuondoa utumwa katika jamii wakati huo. Sasa leo tunasoma moja katika jambo la kisheria kwamba je, mtu aliyekuwa huru anaruhusiwa kumuoa mtumwa? Ndicho tunachokisoma hapa, au kinyume chake, kwa maana mtu ambaye ni mtumwa anaruhusiwa kumuoa mtu ambaye sio mtumwa? Utaratibu wake kisheria uko vipi? Anasema muallifu rahimahullah, la yajuzu lilhurri, haifai kwa mwanamume aliyekuwa huru, an yatazawaja raqiqatan, kumuoa mtumwa wa kike, ai mamlukatan, anayemilikiwa, wadhalika lialla yasira auladuhu minha ariqau, na katazo hilo ni kwa sababu wale watoto wake wasiwe ni watumwa. Kisha akasema muallifu katika faida, ni watumwa kwa maana lisayidil ama, watakuwa ni watumwa wa yule anayemiliki mama yao. Kwa nini? Lianna alwalada yatba'u al-umma fi ar-riqi wal-hurriya, kwa sababu Uislamu umempa nafasi kwa maana mwanamke anapokuwa ni mtumwa kisha akapata watoto, wale watoto wanamfata mama yao katika hali aliyokuwa nayo, imma ya utumwa au hali aliyokuwa nao ya uhuru. Kwa hiyo wale watoto watakuwa ni watumwa ikiwa mama yao atakuwa ni mtumwa, na watakuwa huru ikiwa mama yao atakuwa ni mwanamke ambaye ni hurra. Fa idha kana al-abu raqiqun, mfano baba atakapokuwa ni mtumwa, wal ummu hurra, na mama akawa ni mwanamke ambaye siye mtumwa, anasema fahum ahrarun, wale watoto watakuwa wako huru na sio watumwa. Wa mithluhum fil hurriyati auladu milki al-yamin, kwa mfano wao katika ule uhuru ni wale watoto wa mtumwa aliyemilikiwa kwa misingi ya kisheria. Kwa hivyo hii ndio sababu iliyopelekea kukatazwa mtu ambaye siye mtumwa kuweza kumuoa mwanamke ambaye ni mtumwa. Lakini kuna hali zikitokea inazingatiwa kwamba ama inafaa mtu aliyekuwa huru kumuoa mtumwa. Hapa akasema muallif, illa bi arba'ati shurutin, isipokuwa mpaka yapatikane masharti manne, na miongoni mwa masharti hayo akasema waqad warada fi hadhihi al-aya thalathatun minha. Tunakuwa tunasoma hizi taaliki kwa sababu zinakuwa na faida kubwa, na hata tulipozungumza katika utangulizi wa kitabu hiki tulisema kwamba kuna taaliki mbalimbali ambazo ziko humu zinakuwa na faida kubwa, hivyo tunaona ni sehemu sahihi ya kuweza kuzieleza pia kwa kadri tutakavyoweza. Katika hizi sharti nne ambazo anatakiwa kuzikamilisha huyo mtu ambaye ni hur kisha akataka kumuoa mtumwa, anasema waqad warada fi hadhihi al-aya thalathatu minha, katika aya hii tutakayoisoma zimekuja sharti tatu. Moja wahia, anasema na hiyo aya ni waman lam yastati' minkum tawlan, na yule ambaye hana uwezo wa kutoa mahari, ayanki hal muhsanati almu'minat, kwa maana hana uwezo wa yeye kuweza kutoa mahari ya kumuoa binti ambaye sio mtumwa aliyejihifadhi,
famimma malakati aymanukum, basi anaruhusiwa kumwoa mwanamke ambaye anamilikiwa kisheria, min fatayatikum, katika mabinti zenu almu'minati. Kwa hiyo katika aya hii kuna masharti matatu. Kwanza lazima ipatikane adamul istitaa, kwamba awe yule mtu hawezi. Lakini sharti la pili kwamba huyo mtumwa anayemilikiwa awe ni muumini, kama tutakavyokuja kuyaona. Anasema sharti ya kwanza kaunuha muslimatan, kwamba huyo mtumwa anatakiwa awe ni Muislamu. Lakini sharti ya pili, ili kufae kumwoa mtumwa, sharti la kwanza mtumwa huyo anatakiwa awe ni Muislamu, na sharti ya pili wa khawful anati ay azina, huyu mwanamume atakapokuwa anahofia kuzini, in lam yatazawwaj, ikiwa hatoweza kuoa, bi an quyat shahawatuhu wa dha'fa taqwahu, ikawa matamanio yake yamekuwa ni makubwa na uchamungu wake wa kuwa na subra ukawa ni mdogo. Sharti ya tatu wal ajzu an sadaqil hurrati, akawa mtu huyo ameshindwa kutoa mahari ya mwanamke aliyekuwa huru, au adamu ridhaha bihi, au yule mwanamke hajaridhia kuolewa na kijana huyo, au faqdul hurratin, au yupo katika maeneo ambayo wanawake waliokuwa huru ambao sio watumwa hawapatikani katika maeneo hiyo, au wakawa wanapatikana lakini wapo katika masafatul qasri, umbali wa masafa ya mtu kuweza kupunguza swala. Lakini sharti la nne akasema wa an la takuna tahtahu hurratun salihata lilistimta', kwamba ili aruhusiwe kuoa mwanamke huru, isiwe katika maeneo aliyopo au sehemu anayoishi kuna mwanamke ambaye ni huru, yeye anafaa kwenda kumuoa na kustarehe naye. Kisha muallifu rahimahullah anamaliza kwa kusema wa matashtara huwa, na wakati ambapo yeye mtu huyo atamnunua mtumwa huyo zaujatahu, kwa maana yeye alimuoa mtumwa lakini akafikia wakati akawa na uwezo wa kumnunua mtumwa, kisha akaja akamnunua huyo mtumwa ambaye mtumwa huyo ni mkewe, anasema infasakha nikahuha, ndoa yake inavunjika. Kwa nini ndoa inavunjika? Anasema muallifu rahimahullahu ta'ala hapa katika faida, idh la yajtami'u almilku wan nikah, kwa sababu havikutani vitu viwili, kumiliki, kwa sababu anapomnunua mtumwa maanake mtumwa huyu anakuwa yupo katika miliki yake, kisha anamuoa kwa maana anakuwa ni mke wake. Hivi ni vitu viwili havikai sehemu moja. Ndio hapa akasema li anna firasha almilki aqwa min firashi nikahi, kwa sababu kule kummiliki mtumwa na kustarehe naye kuna nguvu zaidi, kwa sababu unammiliki mtumwa na unapata vitu vya ziada vya wewe kuweza kustarehe naye. Kwa hivyo kule kumiliki mtumwa kunakuwa na nafasi fulani ya wewe kuyafanya mambo mengi kuhusiana na huyo mtumwa kuliko unapokuwa umemuoa. Hata walau annaha hiya allati ishtaratuhu, na ikiwa itatokea yule mwanamke aliyeolewa na mtumwa, kwa maana yeye ni huru kisha akaolewa na mtumwa, lakini ikafikia wakati yeye mwanamke akamnunua huyo mtumwa, basi moja kwa moja infasakha nikahun kadhalika, ndoa hiyo itakuwa imevunjika. Walau utiqat dunahu kana laha bil khiyari, lau mwanamke huyo ama sawasawa atakuwa ni mwanamke ndiye kaolewa na mtumwa au mwanamume ndio kamuoa mwanamke ambaye ni mtumwa, yoyote katika hao wawili atakayeachwa huru na mtu mwingine asiyekuwa huyu mume wake, sasa huyu mwanamke au mwanamume atakuwa na khiari ya kuchagua, imma ndoa hiyo ivunjike au aendelee kubaki naye kama mtumwa. Kwa hii ni katika faida tunayoipata katika kitabu chetu. Anasema wa amma al-abdu idha arada an yatazawwaja hurratan, mtumwa sasa atakapotaka kumuoa mwanamke aliyekuwa huru, fala yajuzu, haifai, liannahu, kwa sababu mkijana huyo ghairu kuf'in laha, sio kufi ya mwanamke huyo, kwa maana sio mtu ambaye yuko naye katika level moja. Illa in asqatat kafaataha, isipokuwa yule mwanamke atakapoamua kudondosha ile kufi yake mwenyewe, akasema mimi nimeridhia kumuoa, kuolewa na huyu mtumwa. Waradhiya bihi waliyuha, na akaridhia kwa jambo hilo wali wake, al-aqrab, fayajuzu hina idhin, inajuzu wakati huo wa sasa mwanamke huyo kuolewa na kijana huyo mtumwa. Wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndiyo mjuzi zaidi. Endelea kuwa nasi katika somo hili la sheria ya ndoa ili tuje tufahamu mahari ni kitu gani na hukumu zake mbalimbali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.